Viongozi wa jamii ya Borana na ambayo mbunge wa Isiolo Kusini alikuwa ametoka hii leo imekubali kwa kauli moja kuunga mkono mmoja wa watoto wa marehemu mbunge huyo. Wakiongea na Headmaster Networks, viongozi hao wanasema ni mila na desturi yao kuhakikisha watoto wa kiongozi yeyote yule anamalizia kazi iliyoanzishwa na babake. Leo ni siku ya mwisho ya mazishi, na katika hii mazishi tuliweza kutana jamii yote ya Isiolo, wakiwa watu wa kutoka Isiolo kaskazini, Isiolo kusini, pamoja na viongozi wote wa sehemu hii. Madhumuni kubwa iliyotufanya sisi tukutane leo, tulijaribu kujadiliana nafasi hii ambaye mheshimiwa ameacha, kwa sababu ni kiongozi ambaye alikuwa amefanya kazi mzuri na hajamaliza tamu yake, Mwenyezi Mungu akamchukua. So tukafikiria, tukaona ya kwamba ile njia ambaye tutaweza kuendelea naye vizuri kusaidia yeye na jamii yake, watoto wake, tukakubaliana kwa kauli moja ya kwamba kama jamii ya Isiolo South na Isiolo North, tukasema ya kwamba tunapitisha mtoto wake ambaye atakuwa kiongozi wetu baada ya baba yake kuondoka, na atamaliza shughuli yote ile ambaye baba yake alikuwa ameweka nia ama amechukua ahadi. So sisi kama jamii tumesema hii ni kawaida, mtu akikufa lazima kuna huruma, lazima tuwe na huruma. Kwa majina, mimi naitwa Haji Buke, ni former councillor kutoka sehemu ya Kulamawe. Na mimi tena nimetoka Isiolo South Constituency, mali mheshimiwa alikuwa ni mjumbe wake. Na mimi naye kwa niaba ya watu wangu, familia yangu na watu wa Isiolo kwa jumla, natoa rambirambi yangu, Mungu aweke ndugu wetu mali pema peponi. Na sisi kama wazee wake na jamii wake tumeamua kwamba hiyo kifo ni amri ya Mwenyezi Mungu. Tunasema alhamdulillah kwa Mwenyezi Mungu na tunamwombea Mwenyezi Mungu. Na leo asubuhi wakati tukamaliza taazia yetu ya mwisho, tumekaa kama jamii tukasema sisi kama jamii ndugu wetu ametuondokea na ametufanyia mingi, na kuna kazi kidogo alibakisha. Tuliona kwa huruma yetu kama jamii wa Isiolo yote, vijana yake moja tumpatie amalize ile pengo baba yake aliwacha. Na sisi naye kama wazee yake tunasimama na yeye kwa hali yote. Na unajua katika Kenya kila mmoja yuko na mandate ama uhuru wa kusema kwa sababu demokrasi. Lakini sisi kama jamii ya Borana, desturi yetu, mtu akifia na mtu iko na uwezo kiasi na ametufanyia kazi kiwango hii, tumeona kijana yake tuweke amalize ile pengo baba yake alimaliza, akiwa tuko pamoja tunasaidia na yeye. Nafikiri sisi naye kama jamii tumeamua. Kwa majina, mimi naitwa Adan Denge, mimi ni mzee wa jamii ya Kiborana na pia ni mfanyikazi katika mashirika yasiyo ya serikali hapa Isiolo County. Basi baada ya mazishi na kuwa tasia ya siku 3, baada ya sisi kufanya mazishi na kukaa tasia ya siku 3, tumekutana kama jamii ya Isiolo County, sio kabila ya Kiborana peke yake, ikianzishwa na jamii wazee wa Kiborana na jamii zote katika Isiolo. Tumezungumza tukaamua, kwa sababu huyu mzee ametuonyesha mfano mzuri, ameweza kufanya kazi kusaidia jamii wasiojiweza, na tunataka hiyo kazi iendelee kutoka hapa. Kwa hivyo tumekubaliana jamii kwa ujumla, tukasema moja ya vijana yake waweze kuendelesha hii kazi kwa miaka ambayo zile zimebaki, ndio tuweze kuendelea vizuri. Tuko hapa kuconvey message kwenu ya jamii ya Waborana. Mzee the late honorable Mohamed Tupi Pidu ameaga akatuacha, na ametuacha na vacancy katika hiyo ofisi. Na kama jamii leo tumekaa tukaelewana kuwa one of his children watarithi hiyo kiti mpaka amalize mula wake na amalize ile legacy baba yake marehemu alianza. Mimi kwa majina naitwa Zamzam, ni shangazi ya watoto ya marehemu, na kweli dadangu alikuwa amefariki
akawaachia watoto baba yao, na vile maoni ile nilikuwa nataka kuleta tayari nimesikia kutoka watu wa Isiolo. Ningependelea watu wa Isiolo wapate muda kidogo watoto wake waridhi kiti ya baba yao, angalau wapate kitu ya kukula. Hata hivyo, wanamshukuru Rais William Ruto kwa mchango wake katika mazishi ya mbunge huyo. Kwa majina ninaitwa Mohamed Ali Mudale, Vice Chairman Borana Council of Elders. Nachukua nafasi hii kushukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kufika hapa siku ya leo. Madhumuni ya kutoa hii press ni ya kwamba kwa amri ya Mwenyezi Mungu tuliweza kukosa mbunge wetu wa Isiolo Kusini, Mheshimiwa Mohamed Tupi, na tunashukuru katika mazishi wale waliohudhuria kuja kutusaidia kuweza kuzika huyo mheshimiwa. Ikiwa tunaanza na serikali kuu ya Kenya ikiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa Ruto. Pia vile tunashukuru wenzake kutoka bunge wa taifa na bunge wa Senate ambaye waliandamana na yeye, walikuja kuweza kutumalizia shughuli ya kuzika. Tena vile mwenzangu alisema, tunashukuru serikali yetu kuu kuanzia rais na bunge alikuwa anafanya kazi ndani. Tunashukuru kwa mazishi walisimamia. Na tena ya pili nashukuru jamii wa Isiolo vile walijitokesha na kuzika ndugu yetu kwa njia mzuri. Ya pili nataka kutoa rambirambi zangu kwa familia, na pia nashukuru jamii wale ambao wameweza kutusaidia katika hii mazishi ya hii mzee ambaye ni kiongozi wetu katika Isiolo South na kwa Isiolo ujumla. Ni dalili mzuri kuonekana ya kwamba watu wa tabaka mbalimbali Kenya nzima wamefika hapa kwa hii mazishi, na tunawashukuru hawa na tunawaambia asante. Ya pili, ujumbe nataka kufikisha kwa President Tupi. Marehemu alikuwa amefanyia wananchi kazi, na dalili ilikuwa inaonyesha wakati ya mazishi yake. Kama anataka kura ya watu wa Isiolo, tafadhali asisahau watoto wa marehemu, awapatie kazi, kwa sababu hawana mama, hawana baba, ni mayatima. Na maoni ya watu wa Isiolo nimefurahia kama shangazi ya hiyo watoto. Mungu awabariki. Na saizi kuna fununu ya kuwa kuna jamaa anasema anadeclare hiyo kiti. Tafadhalini muogope Mwenyezi Mungu. Hata Mungu alisema mheshimu yatima. Pateni nafasi ya watoto leo peke yake wajisaidie, kwa sababu baba yao alikuwa amesaidia jamii na Mwenyezi Mungu anajua. Wanasema kuwa hakuna mtu mwingine kutoka jamii hiyo atakayeruhusiwa kuwania wadhifa huo. Tukasema ya kwamba hakuna mtu yoyote tutakubalia kama jamii ya Borana ya kwamba atakuja kusimama na huyu mtoto. Tumesema kwa kauli moja, tumesema kama jamii ya Borana, tumesema kama viongozi wa Borana, BCE na jamii ya Isiolo kwa jumla. Kwa hivyo yoyote ambaye atakuja kufikiria baada ya sisi kutoa hiyo uamuzi, afikiria kwamba atakuja kusimama kwa hii uchaguzi ndogo, basi sisi hatuko na yeye na hatuko pamoja. Akikuja anakuja tu kivyake, haja kuja na jamii.